au hakuna hao pia? Kwa hiyo ilmu ile ni tunu, Mungu humtunukia mtu anayemtaka. Ilmu laduni ni kitu kimetutoa ambacho sio somo letu, sio somo letu, ni biashara. Faktubuhu liyaktub bainakum katibun biladli wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah. Turudi, falyaktub, aandike, walyumli lilladhi alayhi alhaqu, nafanye imla yule ambaye mwenye haki, yule mwenye mali, yule mwenye pesa anayotoa, ndio aseme yale maneno yatayoandikwa na katibu na mwandishi. Mwandishi kazi yake kufanyaje? Kuandika. Au kazi yake kubuni maneno ya kuandika? Anaandika yale ambayo nyinyi ndio mnayokubaliana. Aseme nani haya maneno, mwenye hela anayetoa au anayepokea hela? Aseme haya maneno yule anayetoa pesa, sawa? Na katibu jukumu lake kuandika tu, aliyaktub waliyumli lilladhi, na afanye imla, aseme yale maneno ya kuandikwa, alladhi, yule mtu ambaye alayhi alhaqu, mwenye haki, mwenye ile mali. Na katibu yeye waliyattaqillaha, amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe na takwa, amuweke Mungu mbele. Wala yabkhas minhu shay'an, na asipunguze katika deni lile kitu chochote. Bakhs ni kupunja, sawa? Asile bakhs ni kupunja, kupunguza katika mizani, katika lita, kilo, ile ndio bakhs. Wala yabkhas, asipunguze minhu min ad-daini shay'an, kitu chochote, asipunguze chochote, aseme kile alichoambiwa aandike. Haya, tunasema nani aseme yale maneno yanayoandikwa, yataje nani? Yule mwenye haki, mwenye hela, anayetoa pesa. Tayib, kama hawezi, ima hawezi bubu, hawezi mtoto mdogo, hawezi mzee sana, hawezi hamnazo, tunafanyaje? Lakini hela anazo na yuko tayari kumkopesha. Haya, fa in kana alladhi alayhi alhaqu, akiwa yule ambaye ndiyo mwenye haki, ndiyo mwenye pesa, safihan, pite nani? Anazo, pungwani, zumbukuku, zezeta, nategemea kwenu mnamwitaje, ndio nani yule? Pite, safihan. Au akiwa yule mwenye deni mwenyewe anayedai ni dhaifan, mtoto mdogo. Dhaif ni mtoto mdogo au mzee mkongwe sana, lakini hela anazo, mkongwe. Mchezo wa kusema yale maneno, wewe ukisema anakuelewa, lakini yeye sema anaweza kutumia masaa 5, anasema neno ambalo kutumia robo dakika. Tuandike yale yote ya masaa 5, unajua ambaye kwamba penginewe yote tuandike. Kwa aje mtu mwingine, in kana alladhi alayhi alhaqu safihan au dhaifan au la yastati'u an yumilla huwa, au hawezi kufanya imla yeye mwenyewe, hawezi kusema yale yanayoandikwa yeye mwenyewe, bubu, ana udata na matatizo mengine yoyote yule, nini cha kufanya? Falyumlil waliyuhu biladl, afanye imla, aseme yale maneno yatakayoandikwa, ayaseme nani? Wakili wake, wali wake anayetawalia mambo yake, naye pia afanye biladli. Bwana huyu hajui chochote huyu. Sasa hapo bwana, mimi nitasema yale maneno, lakini baadaye tutaonana, sawa? Fanya kwa uadilifu. Waliyumlil waliyuhu biladli. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, na wekeni mashahidi wawili katika wanamume mnapofanya biashara hiyo, bayu salami, mnapofanya kukopeshana huko qardh. Wastashhidu shahidaini, wekeni mashahidi wawili, min rijalikum, katika wanamume. Tumesema neno fa in kana gani ile? Naqis. Hapo mbele ile tuliyozoea watu wote, inayokuja mbele fa in lam yakuna, kama hawakupatikana. Kana gani inakuwa? Tamun. Fa in lam yujad, sawa? Kama hawakupatikana rajulaini, wanamume wawili, fa rajulun wa imra'atani, basi
wawepo mwanamume mmoja na wanawake wawili, mimman tardhauna min ash-shuhada, miongoni mwa wale mnaowaridhia miongoni mwa mashahidi. Kwa nini wanawake wawe wawili? Antadhilla ihdahuma, akisahau mmoja wao, dhalla yadhillu, kupotea. Hapo tuna maana ya kusahau, akipotea, akisahau mmoja wao, fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, basi yule mmoja atamkumbusha mwenziwe. Mwali wala haikuwa hivyo, atamkumbusha mwingine. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Wala ya'ba ash-shuhada'u, wasikatae mashahidi, idha ma du'u, pale watakapoitwa. Mashahidi wakiitwa kushuhudia wakati wa biashara wasikatae. Lakini pia ikifanyika biashara siku ya huko, kama itokea mzozo, la qadar Allah, wakiitwa mashahidi pia wasikatae. Wewe si ulikuwepo siku ile? Naam. Ilikuwaje? Hebu toa ushahidi. Shahidi akiitwa asikatae. Wala ya'ba shuhadau, na wasikatae mashahidi, idha maduu, pale watakapoitwa. Wala tasamu, tumesema saima maana yake kuchoka, lakini hapo haina maana ya kuchoka, ina maana kudharau. Wala tasamu, na wala msidharau, an taktubuhu, kuliandika hilo deni, saghiran au kabira, kwa kuondolewa kana na ismu. Sawa sawa, deni hilo limekuwa kubwa au limekuwa dogo au kubwa, msidharau kuliandika, ila ajalihi, liwe kwa muda wake maalum. Dhalikum, kufanya hivyo, aqsatu inda Allah, ndio uadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, wa aqwamu lishahada, na ndio madhubuti zaidi katika ushahidi, wa adna alla tartabu, na hupelekea kutokutia shaka, usogeza karibu, adna, kutokutia mashaka. Hii tumemaliza Haya, inawezekana ikawa biashara ya ana kwa ana na wala sio deni, pale je, panakuwaje? Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, isipokuwa hukumu haitokuwa hivyo. An takuna tijaratan, kama itakuwa ni biashara, hadiratan, iliyopo mbele yenu, tudirunaha bainakum, mnaizungusha kati yenu, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, falaisa alaikum junahun, hakuna dhambi juu yenu, alla taktubuha, kutoiandika. Biashara na kuuzia hii spika yangu, maiki yangu, nakupa na wewe unanipa pesa, umechukua maiki unaondoka, nimechukua pesa nimetia mfukoni. Pale kuandika inatakiwa, lakini sio lazima. Kama mtaacha kuandika hakuna dhambi. Tafsiri yake nini? Kama deni na mkiacha kuandika mtapata dhambi. Kama mnauziana ana kwa ana, mkiacha kuandika hakuna dhambi. Illa, isipokuwa an takuna tijaratan hadira, ikiwa ni biashara iliyopo mbele yenu, tudirunaha bainakum, mnayoizungusha kati yenu, falaisa alaikum junahun, hakuna dhambi juu yenu, alla taktubuha, kwa kutoandika ile biashara, kwamba nimemuuzia fulani mkaandika kwa mkataba ule, sio lazima. Inapokuwa kuandika nako kunatakiwa, lakini sio lazima. Kama kwenye deni kuandika lazima, na kwenye deni mkiacha kuandika mnapata dhambi. Kwenye biashara mkiacha kuandika hampati dhambi. Hii maana yake msiandike biashara, andikeni, lakini mkiacha hampati dhambi. Hiyo ngo nyingine imeisha. Biashara sio lazima kuandika. Ngo ya mwisho nyingine, wala yudharra katibun wala shahidun. Tumesema kule itokee nani? Atokee mtu mwingine, sio anaodai wala sio anaodaiwa, ndio afanyaje yule? Aandike, ndio hivyo. Wala afwan falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu, na wekeni mashahidi, idha tabayatum, mtakapouziana. Bai'u, tabayaa, yatabayau, wameuziana. Kule tadayana, wamedaiana. Tabayaa, wameuziana. Wa ashhidu, wekeni mashahidi, idha tabayatum, mtakapouziana. Tumesema awepo nani? Katibu, mwandishi, ambaye sio mwenye hela wala sio anayodaiwa, na awepo nani? Shahidi, si ndio hivyo? Tayeb, hawa waangaliwe sana, hawa mashahidi.
Kuna hatari sana kwenye mashahidi, ima itawakuta au wao watasababisha. Mashahidi ima inaweza ikawakuta hatari, na ndio maana wanakataa wakiitwa, au wao wanaweza wakasababisha hatari. Na pia waandishi hivyo hivyo, ima itawakuta au watasababisha. Kwa Allah anakuja, wala yudharra katibun wala shahidun, asilete madhara mwandishi wala shahidi. Wala yudharra, asilete madhara shahidun katibun wala shahidun, asiandike kisichokuwepo yule mwandishi. Sasa tunamwamini yeye, mimi nimesema yale maneno na wewe umeandika na yule kule kadha, ukifika mwisho atusomee bwana, yanasomwa yale maandishi. Huyu asilete madhara, huyu akaandika kingine anatuvunga. Tukija siku ya tukio, maandishi yako vingine sio vile, huyu asilete madhara. Na wala shahidi asilete madhara, akaja kushuhudia ushahidi wa uongo. Fi'lu kama imetokana na mabniyu lilmaalumi, wala yudhariru, kama ilikuwa mabniyu lilmaalumi yudhariru, re mbili tukizichanganya zinakuwa tadhifu, inakuwa wala yudharu. Lakini inawezekana ikawa fi'lu mabniyu lilmajhuli au lima lam yusamma fa'iluhu, mabniyu lima lam yusamma fa'iluhu, wala yudhararu, asiletewe madhara. Wewe ulifanya kuandika, ulikuwa unaandika nini? Ngoja utanitambua mimi. Analetewa madhara kwa sababu kafanyaje? Kaandika. Na wala shahidi pia asiletewe madhara. Wewe ndio ulikuwa unajifanya kimbelembele, wenzako wote wamekataa, wewe ndio ulikuwa unajifanya kimbelembele, akaletewa madhara. Wala yudhararu, asiletewe madhara mwandishi wala asiletewe madhara shahidi. Ukisikia watu wanaitwa na kitu, kuna wanachuoni kwenye hilo wametofautiana, ujue lile andiko lenyewe linawalazimisha watofautiane. Sio waliamua tu kwamba huyo mimi akisema hivi mimi nitampinga. Kwa wanachuoni kwenye eneo waliotofautiana ni hili hapa. Wala yudharu, je, asilete madhara mwandishi wala shahidi, au wala yudharu, asiletewe madhara mwandishi wala shahidi. Maana yake hapo ni nini? Wanachuoni tamko hilo, wapo waliolifasiri asilete madhara mwandishi, akaandika kitu kikuwepo kikaja kikamdhuru mmoja wa hao wawili, wala asilete madhara shahidi, akashuhudia ushahidi wao ukamdhuru mmoja wa hawa wawili. Asilete madhara. Na wengine wakalifasiri asiletewe madhara kwa kule kuandika kwake. Wewe ndio umejifanya kuandika hivi, wewe sikukubonyeza pale, wewe tuvuka nini? Basi ngoja utanitambua mimi. Na wala shahidi sio wote wajifanya walikataa, wewe ukajifanya kimbelembele, utanitambua mimi. Asiletewe madhara. Kwa aya yenyewe inalazimisha iwe asilete madhara, na inalazimisha iwe asiletewe madhara. Wala yudharra katibun wala shahid, asiletewe madhara mwandishi wala asiletewe madhara shahidi. Asilete madhara mwandishi wala asilete madhara shahidi. Wa in tafalu, na kama mtayafanya hayo, fa innahu fusuqun bikum, huo ni uovu kwenu nyinyi, mnakuwa waovu. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Wa yuallimukumullahu, na Allah atakufundisheni msiyoyajua. Ilmu gani? Ilmu ladunni. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, tulisema ilmu ladunni, mtu anakuwa cha Mungu, ndio Mungu huwa anampa, si ndivyo? Ukiwa na ucha Mungu, Mungu atakupa. Ukiacha maasi, Mungu atakutunukia ilmu. Innal ilma nurun wa nuru Allahi la yuhda liasi. Wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Mkifanya hivyo, wa yuallimukumullahu, Allah atakupeni ilmu, atakujulisheni msiyoyajua. Si hivyo tu, wallahu bikulli shay'in alimu, na Mwenyezi Mungu yeye ndio mjuzi wa kila kitu. Tukomee hapo leo, muda nao ushaenda, ili tupate muda wa maswali, japokuwa umebaki mchache, lakini tupate muda wa swali kidogo.
Tumesoma aya hii moja, na aya hiyo ndio tumesema aya ndefu kuliko zote katika msahafu, imo katika sura ndefu kuliko zote katika msahafu. Allah